Swadakta kabisa mtazamaji wa Reushuri TV. Habari za wakati huu, karibu katika siku hii ya Jumapili. Karibu tuyaangazie yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Mimi ni Justin Kosan, ndiye ambaye nitakupitisha katika vichwanuai vilivyoandikwa na wahariri katika siku hii ya leo ya Mei 3, 2026. Nikukumbushe tu, kama ndo kwanza unaungana nasi, fanya uweze kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Bila kupoteza wakati, tuanze moja kwa moja na kurasa za mbele. Gazeti Mwananchi Tanzania ndilo ambalo naanza nalo. Habari kubwa hii leo limeandika kamati Chadema yaja na vuguvugu la katiba mpya na Free Lissu. Habari ipo kurasa wa 4 na kuna kauli ya katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Anasema awamu ya kwanza mikutano itafanyika kanda Serengeti, Shinyanga, Simiu na Mara, lakini Victoria, Mwanza, Geita na Kagera, Kaskazini, Tanga, Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Hii ndio ratiba ya mikutano hiyo ambayo itaongozwa na kampeni ya katiba mpya pamoja na Free Lissu. Habari ipo kurasa wa 4 kama nilivyosema. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema Mwigulu anasema sitakubali uporaji wa haki za watu ushamiri. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 2 na inamuonyesha hapa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akizungumza wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi kwenye ziara ya kikazi katika kijiji cha Idofi, Makambako, mkoani Njombe jana. Lakini mbaloni kwa kutuma ujumbe kwa wajumbe wa tume ya Chande ni katika mikoa ya Mbeya, Arusha na Iringa. Taarifa ya polisi yasema wengine zaidi wanasakwa. Habari ipo kurasa wa 15. Lakini wahudumu gesti walivyo katika hatari kiafya, ndivyo ambavyo gazeti Mwananchi Tanzania limeandika katika ukurasa wake wa mbele katika siku hii ya leo. Nikiachana gazeti Mwananchi Tanzania na kamata gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya, yataka ipatikane ifikapo 2027. Kamati ndogo ya kamati kuu yapewa maelekezo kuandaa muswada kwa kushirikisha wananchi. Walioitukana tume ya Jaji Chande wasakwa, 3 watiwa mbaroni. Lakini kamati kuu ACT Wazalendo kujadili hali ya kisiasa nchini. Kuna habari nyingine hapa inasema polisi kuchunguza madai mfanyakazi wa ndani kujinyonga, lakini wajibu wa mama mkwe kwa ndoa ya kijana wake. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 11 na itakwenda kusaidia wale wakwe ambao wanachochea zaidi kuweza kuvunjika kwa ndoa ya vijana wao, aidha upande wa kiume au wa kike. Basi jipatie nakala yako ya gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ili uweze kusoma kiundani zaidi. Sasa nakamata gazeti Mzalendo ambapo limeandika Tukta yasema Rais Samia ni mkweli, yasema katika vipindi vyote vya uongozi wa nchi awamu ya 6 imefanya mambo makubwa, lakini Rais Samia afanya uteuzi. Na kuna habari nyingine hapa inasema wafanyakazi wampa Dr. Mwinyi maua. Lakini Mwigulu asisitiza haki kwa wanyonge, ambeba mkulima ndani ya msafara. Kitendawili ubunge EALA. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 4. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema kasi ujenzi wa viwanda kufuta Tanga Konane. Habari hii imeandikwa katika ukurasa wa 3. Ndivyo ambavyo gazeti Mzalendo limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika siku hii ya leo lenyewe limeibuka na habari kubwa inayosema Mwigulu acharuka dhidi ya dhuluma, atoa onyo kali kwa waajili waliolipa wafanyakazi wao, aagiza wakuu wa mikoa kukusanya orodha ya wadaiwa nchi nzima. Samia Kagame kukutana leo da, lakini Mkenda aokoa jahazi, mwanafunzi mwokota makopo alishindwa kulipa fine ya shilingi 100,000, akaacha chuo, alala sokoni na vituo vya daladala, kurejea masomoni UDSM kesho. Sawa, lakini Kisuo atemwa, Dr. Muniz ateuliwa naibu waziri. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 4. Lakini ukurasa wa 2 umeandika Dr. Mwinyi aialika Uturuki fursa mpya Zanzibar, 3 mbaloni kwa kuwatusi wajumbe wa tume ya Chande. Sawa, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, namalizia na habari inayosema chuki yatajwa tishio kubwa la afya ya akili. Ndivyo ambavyo nahitimisha na gazeti hili la Habari Leo. Sasa mtazamaji, tuangazie yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani. Nikianza na gazeti Mwanaspoti, ukurasa wake wa mbele limeandika kwa ukubwa kweli kweli, inasema shilingi imesimama. Beka wataja wawili Yanga, lakini Pedro atoa kauli nzito.
Yes, likuelekea mtanange wa dabi utakaochezwa hii leo Jumapili majira saa 12 jioni pale dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Idadi ya mashabiki wanaweza kuingia katika uwanja huo Meja Jenerali Isamuhyo ni 12,000. Kwa kipute hiki hapa baada ya Zanzibar, nini kitatokea hii leo? Wacha tusubiri na kuona. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema balaa la LeBron Lakers kama da. Lakini Man United Liverpool kumaliza ubishi leo. Na kuna habari nyingine inasema kumbe Nandi yupo hivi. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 15. Leo Jumapili EPL pale kuna bonge la mechi Liverpool pamoja na Man United majira saa 11:30. Dimba ni Old Trafford. Manchester United itaendeleza mwenendo wake ambao imekuwa ikifanya vizuri katika michezo kadhaa ya hivi karibuni. Acha tusubiri na kuona. Sawa, gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika hivyo, lakini nikiangazia gazeti Nipashe ukurasa wake wa nyuma limeandika dabi ya maamuzi leo, Simba ya tamba kutonesha kidonda, Yanga kuingia kivingine kabisa. Lakini linasema soka la wanawake nchini linahitaji uwekezaji. Gazeti Nipashe lenyewe limeandika hivyo tu katika ukurasa wake wa nyuma. Lakini gazeti Mzalendo ukurasa wa nyuma limeandika Mwigulu azidi kunogesha dabi. Ushindi iliyopata Simba dhidi ya Yanga katika mchezo wa kombe la muungano ni 1-0. Kwa hiyo leo itakuwaje? Wacha tusubiri na kuona. Kocha Edna asisitiza amani, lakini Man United ya mtega Thiago. Mafia mshukuru Rais Dr. Samia yajui matokeo ya mechi za Yanga na Simba kuanzia mwaka 2022 hadi 2026, lakini Tyson Mayweather waibua mabondia. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 19. Gazeti Mzalendo limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Tuhitimishe na gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma ambapo limeandika Simba na Yanga kisasi. Inasema Simba na Yanga zinakutana leo kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam. Timu hizo zinakutana ikiwa ni siku chache tangu zilipokutana kwenye fainali ya kombe la muungano katika uwanja wa New Amani Complex ya Unguja, Zanzibar, na Simba kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Lakini kuna habari nyingine inasema Azam haijapoa. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yaimiza miundombinu bora AFCON 2027. Sala afunga kurasa Anfield, lakini shirikisho ngumi la jipanga madola. Habari ipo kurasa wa 23 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hivi ndivyo ninavyofika tamati kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umeweza kupata dondoo japo kwa uchache tu. Ukitaka kupata kwa undani zaidi, basi nikusi tu jipatie nakala yako ya magazeti ambayo nimekusomea hapa. Kumbuka nimekupitisha kwenye gazeti Mwananchi Tanzania, Nipashe, Mwanga wa Jamii, Mzalendo pamoja na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na katika uga michezo pia nimekupitisha kwenye gazeti la Mwanaspoti. Mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan. Nikukumbushe tu hii ni Lushauri TV. Unaweza kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kujiweka karibu zaidi na taarifa zetu ambazo tunakuwekea. Kwa sasa ni kuage tu, asante na kwaheri.